Iran imeweka wazi kwamba itajibu kile inachokiita ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano uliofanywa na Israel kufuatia mashambulizi ya anga hii leo yaliyolenga maeneo ya kusini mwa Beirut nchini Lebanon, katika kile kinachoendelea kuongeza joto la mvutano katika Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa ripoti ya Saberi News, chombo cha habari kinachohusishwa na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC, chanzo kimoja chenye uelewa wa moja kwa moja wa masuala ya kijeshi kimesema kwamba Tehran tayari imechukua msimamo wa kujibu hatua za Israel. Hata hivyo, ripoti hiyo haikufafanua ni lini au kwa njia gani majibu hayo yatatolewa, jambo linaloacha hali ya sintofahamu kuhusu ukubwa wa jibu hilo. Taarifa hizo zinakuja wakati ambapo mvutano kati ya Israel na kundi la Hezbollah pamoja na washirika wao wa kikanda unaendelea kuongezeka, hasa baada ya mashambulizi ya Israel kuripotiwa kulenga maeneo yanayodaiwa kuwa ngome za Hezbollah katika mji mkuu wa Lebanon, Beirut. Hezbollah yenyewe imekuwa ikionekana kama mhimili muhimu katika mzozo huu, huku ikilaumiana mara kwa mara na Israel kwa mashambulizi ya kuvuka mpaka. Iran, ambao ni mshirika mkuu wa Hezbollah, imekuwa ikisisitiza kuwa shambulio lolote dhidi ya kundi hilo linachukuliwa kama kitendo kinachoihusu moja kwa moja. Maafisa wa Iran wameonya mara kadhaa kwamba kuendelea kwa mashambulizi ya Israel kunaweza kusababisha mzunguko mpya wa mapigano katika eneo lote na si tu Lebanon au mpaka wa Israel kaskazini. Kwa upande wake, Israel imesema mashambulizi yake ni ya kujibu vitendo vya kijeshi vinavyodaiwa kutokea kutoka maeneo yanayodhibitiwa au kuhusishwa na Hezbollah. Serikali ya Israel imesisitiza kuwa haitakubali vitisho vya usalama wake na itaendelea kuchukua hatua za kijeshi pale inapohitajika kulinda raia wake. Wachambuzi wa masuala ya kikanda wanasema kauli ya Iran ya kujibu inaongeza uwezekano wa kuongezeka kwa mzozo wa moja kwa moja au kupitia washirika wake wa kikanda, hali ambayo inaweza kusababisha upanuzi wa vita zaidi ya mipaka ya Lebanon na Israel. Hata hivyo, bado hakuna taarifa rasmi zinazoonyesha aina ya majibu yanayopangwa au muda wake, jambo linaloacha eneo likiwa katika hali ya tahadhari kubwa. Kwa sasa hali ya usalama inaendelea kuwa tete, huku jamii ya kimataifa ikihofia kuwa hatua zozote za kulipiza kisasi zinaweza kusababisha mnyororo mpya wa mashambulizi na kuathiri zaidi uthabiti wa Mashariki ya Kati. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.